Asante sana. Mheshimiwa Sigula, jiandae Mheshimiwa Manyanya. Mheshimiwa Naibu Spika, ninakushukuru kwa kunipa fursa na mimi niweke mchango wangu katika wizara hii ya mambo ya ndani. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwanza kwa kumshukuru Mungu kwa kunipa fursa ya kusimama katika bunge hili tukufu. Lakini kwa namna ya pekee sana Mheshimiwa Naibu Spika, niipongeze sana wizara lakini pamoja na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa sana wanaoifanya katika taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, naipongeza serikali kwanza kwa kuona umuhimu wa wizara hii. Kwa miaka hii minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan, bajeti imetoka kutoka bilioni 9 mpaka trilioni 2. Tunaipongeza sana serikali ya awamu ya 6. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, tunaipongeza wizara kwa sababu kwa miaka minne hii kuna vitu ambavyo tumekuwa tukishauri kama wabunge, lakini leo kutoka kwenye taarifa ya Mheshimiwa Waziri tumeona mambo mengi sana yamefanyiwa kazi, ikiwemo kuongeza magari na vitendea kazi kwa askari, lakini kuondoa msongamano wa maabusu na magereza huko wafungwa, lakini pia matumizi ya nishati safi. Leo magereza zetu wanatumia nishati safi, lakini pia kuna kuanzisha miradi ili serikali iweze kuokoa fedha. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imejitahidi sana kupokea maoni, ushauri na maelekezo ya wabunge. Tunawapongeza sana kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, bado kuna moja ambalo limeachwa. Mheshimiwa Waziri, mimi nakufahamu wewe ni msikivu sana. Kama mmeweza kufanyia kazi haya mambo mengine, lipo swala la PGO ambao tumekuwa tukilizungumza sana kwa muda mrefu. PGO Mheshimiwa Waziri imepitwa na wakati, ni muda sasa tuifanyie marekebisho ili tuendelee kuboresha maslahi ya askari wetu lakini na watumishi wa sekta hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ni kijana na katika umri wangu ambao niko hapa duniani sijawahi kusikia sauti ya risasi, sijawahi kusikia sauti ya mabomu, sijawahi kusikia heka ya vita. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nimepata nafasi ya kuishi mikoa ambayo iko pembezoni. Tumepata bahati ya kuwatunza wenzetu ambao nchi zao zimekumbwa na changamoto ya usalama. Sasa kwa mazingira ambayo tumeyaona kwa wenzetu, namna ambavyo wanaishi, Mheshimiwa Naibu Spika, swala la usalama wa nchi yetu sio swala la mzaha. Mheshimiwa Naibu Spika, leo tunaona tuko humu ndani tunapata amani ya kujadili, ni kwa sababu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinafanya kazi yao. Leo tusingepata fursa ya kukaa hapa kama tusingekuwa na amani. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, sisi vijana tunapoona kwamba kuna kundi la watu linataka kuhatarisha amani ya taifa letu, hatuwezi kuvumilia. Mheshimiwa Naibu Spika, na hapa nitumie nafasi hii kumpongeza sana IGP baba yangu Wambura. Hongera sana kwa kazi kubwa unayoifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, leo tunaona kwenye taifa letu watu ambao taifa lao limewashinda na wanajiita wanaharakati. Na mimi naziliki kusema Mheshimiwa Naibu Spika, ni wanaharakati njaa, wanaharakati uchwara. Wameshindwa, wameharibu ndani ya taifa lao. Wanakuja kwetu kuanza kuondoa amani tulionayo. Mheshimiwa Naibu Spika, nimuombe sana IGP asikubaliane na swala hili hata kidogo. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi wa Tanzania sio utamaduni wetu kutukana viongozi. Na mimi naongea hapa kama kijana ambaye nimelelewa na Chama cha Mapinduzi. Sio utamaduni wetu kutukana viongozi. Na leo tunapoona rais wetu, Mheshimiwa mdako, malizia mdako umekwisha. Tunapoona rais wetu anatukanwa na watu ambao wanajiona kwamba wao wana nafasi ya kumtukana, niombe sana IGP ashughulike nao ipasavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kuanzia asubuhi sisi ndio wawakilishi wa wananchi. Tumesema IGP hapo shikilia kuhakikisha watu hawa wanashika adabu. Mheshimiwa Naibu Spika,
haiwezekani kuona leo kiongozi wa taifa hili akiwa mama, akiwa mwanamke, kwa kazi anazozifanya leo alipwe kutukana kwenye mitandao. Mheshimiwa Naibu Spika, haiwezekani na sisi vijana hatuko tayari. Na hapa Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niungane na mwenyekiti wetu wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Kawaida. Amesema kama serikali haitaingilia kati swala la rais kutukanwa, sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi tutaingilia kati. Mheshimiwa Naibu Spika, kulingana na muda naunga mkono hoja. Asante kwa taarifa. Asante. Mheshimiwa Sigula, kuna watu wanaliandizi lakini mkungu si wao.